Mwalo, sura na umati huu ni kwa ajili ya uadilifu. Sura na umati huu ni kwa ajili ya tukio mlilotuleta wazazi wangu. Sura na umati huu ni kwamba watu wa kanisa, wanakwaya mlikuwa nao, walikuwa na kufuatilia. Wakaona kwamba leo lazima tutoke tukaonyeshe tulichofuatilia, sherehe, vigelegele, nyimbo na mzee mwenzangu kufurahi na kucheza.
Maana yake nini? Amekupokea kwa mikono miwili. Maana yake nini? Ana matumaini na amani nawe. Sasa hapa kwangu nimesimama na maneno mawili makubwa. Kwa muda alionitajia mheshimiwa kwamba nipunguze muda. Kilicho nataka kusema kwangu kinafanana na walivyoona wao. Tumekulea, tumekunyosha, tumekupiga pasi. Bwana sifiwe. Huyu mheshimiwa mwenza wako ambayo ni Tobias Kitini Ikulu, si kwamba alikuwa hatembei. Nimeambiwa mtu wa Singida katembea mashariki, katembea magharibi, katembea kusini, katembea katikati ya nchi, lakini akaona Evelyn Amani Mwalongo kula 100 kwa 100. Zilinde hizo kula, zilinde hizo heshima, ili urejeshe heshima kwa baba yako, mama yako na ukoo uliozaliwa nao, ili nao waamini kwamba malezi yetu umeyapokea na kuyatekeleza. La pili, mheshimiwa mchungaji amenena, amenitoboa. Amenena, amenitoboa. Kama ni mtoboa wote, basi mimi amenitoboa. Amesoma Mwanzo, amefafanua. Hiyo ndio neno kubwa. Evelyn Amani Mwalongo ulikuwa nasi, lakini kwa andiko hilo nisikakosesha, Biblia itakukosewa. Mwanzo 2:24 imedadaviula akanikomotea mheshimiwa mchungaji, tena si mheshimiwa baba, mheshimiwa mchungaji. Apewe sifa yake kwa yale aliyokukotoa. Ulikuwa mchanga, umekuwa. Ulikuwa mchanga, ukakuwa, ukatoa maamuzi. Sasa nataka niwaache baba na mama, niambatane na yule niliyemwona, na yule ndio na melemeta, amekufaa machoni mwako na katika kifua chako, ukasema sasa naambatana naye. Bali tena si Evelyn tu, na wala si Thomas tena, bali ninyi mmeunganishwa kuwa mwili mmoja. Lakini zaidi ya yote mchungaji akakimbia zaidi, akakomota zaidi, akasema kitakacho kufanya uheshimike na udumu na uishi, uende ukaonyeshe utii. No utii kwa baba mzazi, no utii kwa shangazi, no utii kwa mumeo, hutadumu. Na mimi kukija kwangu na kukimbiza kwa baba mchungaji. Ukija uking'ati, nataka kitu basi. Alikuwa mchungaji anakuja kwenu, nitakutimua. Matuko umeenda kinyume. Ti mafundisho uliyopata, ti hayo, basi utadumu na utaishi kwa amani. Heshimu baba yako na mama yako. Leo sisi tunabakia kama mchungaji Joseph. Akasema kaneno kamoja kamejificha ficha, maana katafuta siku zote. Leo ninyi hapo, ninyi zaidi sasa, ninyi watoto wa kiume. Hiyo neno zito, lakini leo kageuza. Ninyi kwa wakati mwingine kuanzia sasa ni familia ya kike. Ana maana gani? Ninyi ni watoto wa kule sasa, lakini familia ya kike. Umeshuhudia hapa, mumeo amechukua chakula ametuletea. Maana najua anajenga mji kule na atakuja kujenga kibanda kule. Na wewe hali kadhalika fanya hayo kwa upande wa kike, ili tupate utukufu. Yes. Bwana sifiwe. Amen. Naomba kumaliza kusema leo umeamua kuambatana nayo
Thomas Benjamin Iko kwa hiari yako. Basi kama ni hiari yako, kaambatane, ukatii, ukaishi na ukawe nyota na ukawe sifa kwa baba yako na mama yako. Ndio mimi mwenye koti hapa na mama yako yule baba na ndugu zako hawa. Mchungaji, naona nimaliza kusema asanteni sana, na mwendesha kipindi nasema nashukuru asante sana, na wanangu wote baraka zikakae nanyi, zikatamalaki, mkadumu kwa upendo. Amen. Asante sana DJ. Asante sana DJ. Mama wa kanisa la EAGT Kudiembe, tunakukaribisha sana tena sana. Mimi nimesimama ni katibu wa wamama. Tunakukaribisha sana unapoingia kanisani moja kwa moja kujiunga katika chama cha WWI. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Basi wakati huu naomba wakati DJ unawarudisha kwa muziki mzuri kama wenyewe walivyosema hapa, sasa kanisa mtajiandaa kwa ajili ya zawadi yenu. Wakati huu kanisa mnaandaa zawadi yenu bure kabisa. Yes. Kamata safi kabisa. EAGT Kudiembe ambao wamekuja kutoa zawadi, na wakati huu sasa ni walete sema baba. Bwana asifiwe. Kanisa lisifiwe na libarikiwe. Narudia tena, maana leo amenikwangua huyu. Baba Mheshimiwa mchungaji asifiwe. Makofi kwake. Leo tupo kwa sababu ya yeye kutuunganisha. Hawa walipatana hao, lakini hawakuunganishwa na Mungu.
hawa mabindi yangu na Thomas hawa walipatana, lakini leo mwenye mamlaka ya kiibiblia na kiimani kutoka juu kwa karama alizopewa amesema hapana, nyinyi mmekutana, mimi nawasogeza sasa ili muwe pamoja na Muumba mwenyewe. Amesoma baraka zake na zimekubalika, ndio maana watu kishangwe. Usingekuwa na hiyo ungekuwa kuna mikoromo, lakini baraka ikitawala kutamalaki inakuwa furaha, vicheko na nderemo. Asante sana baba mchungaji, asante sana kanisa. Mimi ni upande wa kiume, nafikiri sasa ni wakati wa kutoa sadaka na zawadi. Sasa hii zawadi hii na mimi wakati wanatekeleza sikuwepo, pamoja ni mzazi, ni wamesema fungua usome kama ilivyoandikwa. Nataka maneno yaliyoandikwa na yasomwe ili yawe yametimia katika uandiko wake. Maana imeandikwa usipunguze neno lililokuwa limeshaandikwa. Amen. Hapa inasomeka zawadi hii iko katika mafungu matatu kutoka kwa wazazi wa Ebele. Jumla yake wazazi hawa waliokaa wakatafakari, wakajadili, wakasema pamoja na upungufu tulionao, lakini kwa tukio la leo lilisababishwa na binti yetu na Thomas, na sisi tuchangie zawadi ifuatayo. Moja, wazazi hawa nadhani hapa halipo, lakini licha kuwepo na achapewa, lakini leo alipewa kirafiki. Leo inabidi ikabidhiwe kwa kutamka amekabidhiwa ni yake. Na hata iwe siku ya kesho na kesho kutwa hakuna wa kuinyang'anya. Wazazi hawa washatayari, hapa wananiandikia ni fundi kushona na wamezawadia, walimzawadia na washapewa, lakini kwa leo imeandikwa rasmi cherehani. Hii cherehani kama iko mikononi mwako na kama umekabidhiwa na hujakabidhiwa, kama hujakabidhiwa una haki ya kudai. Kwa sababu tumeshatamka mbele ya nyumba takatifu na tumetamka mbele ya mchungaji na waumini. Tutakuwa tumetenda dhambi kubwa kama hutapewa. Na kama ulipewa, basi kuanzia sasa ni mali yako kwa kupewa na wazazi wako. Lakini mimi kama mzazi natamka ni mali ya watoto wangu wote wawili, wakaitumie katika maisha yao. Asante sana mzee. Ya pili, hapa kuna jambo. Hawa Wanyarukoro hawa wameona ili kama ni sawa sema ni account ya maisha. Wanaandika ya pili, wa umkabidhi binti, si ukabidhi moja kwa moja, ni kama kuazimisha wanavuna kama benki kwenye account vile. Wamewakabidhi watoto hawa eka 3. Hizi eka 3 zitakuwa mikononi mwao wakati wakiendelea kutumia au wakiendelea kuyadumisha maisha yao. Sasa wakipanda, maana kina Nyarukoro wote wanapataga miti. Wakipanda miti shauri yao. Wakilima njegere shauri yao. Wakifanya chochote shauri yao. Wamekabidhiwa ni yao. Kwa kipindi ambacho wakiona kwamba sasa yatosha, basi watarejesha kwa wazazi wao, kwa sababu ni ardhi ya mwingine, naye atakuja pewe apande aendeshe maisha na mwenzi wao. Hapa inasomeka, mmenielewa wanangu hapo? Hiyo benki hiyo ya kuvuna, lakini na kwa mikononi na wazazi wao. Lakini cherehani hayu ishaondoka. La 3, wazee hawa kwa umoja wao
wamesema mtoto wetu hatuwezi kumwacha angalau akifika nyumbani asubuhi, na leo tumemchosha namna hii, inabidi kesho apate bilauri ya maziwa. Sasa hata kula bilauri peke yake. Watoto wangu wote kwa vile wamesema leo si Evelyn wala Thomas, bali ni mwili mmoja, maana yake hiki kinachotolewa leo kitatumika katika umoja wao. Wazazi hawa hapa kwa maandishi wameniandikia, wametoa shilingi 460,000. Lakini tunaangalia, macho ya kanisa yaangalie, waumini waangalie. Je, kweli mna 400,000? Makaratasi mengineyo. Anafika anafungua, akitumisha sema tumeondoka. Hebu tuokodolee macho wote kwanza. Tujiridhishe, je, kimo kweli kitu hicho? Mheshimiwa mchungaji, nilichokisema ni hivi. Hii ni shilingi 460,000 kwa maandishi yaliyoandikwa, wanakabidhiwa mikononi mwao, na hii imeshapewa hairudi. Kisha ondoki naondoka. Hii ni zawadi ya kuondoka. Hebu niwasaidie. Basi baba mchungaji, naomba uniruhusu niwakabidhi ili waishike mikononi yao. Watu wameshuhudia kwa wote, wasiwe maneno. Mwanangu na ukabidhi. Hii ni moja ya kuanza kesho kwa uchovu huu. Kanunue supu, umkaangie kama ulivyokuinalisha keki, basi kesho asubuhi umpikie. Asanteni sana. Nashukuru baba mchungaji. Mungu tubariki wote. Mbarikiwe nanyi watoto. Kanisa liendelee kutukuzwa. Mchungaji ujaliwe afya njema na uwe imara, ili na kesho uweke vigongo hivyo.